Katika hali inayoonyesha mvutano unaozidi kupanda katika siasa za kimataifa, mataifa ya Marekani na Israel yameripotiwa kukataa rasmi ofa ya msaada wa kijeshi iliyotolewa na Jenerali Muhoozi Kainerugaba, hatua iliyozua mjadala mkubwa katika duru za kisiasa na kijeshi barani Afrika na duniani kwa ujumla. Kwa mujibu wa taarifa zinazosambaa, Jenerali Muhoozi, ambaye pia ni mwana wa rais wa Uganda, alionyesha nia ya kuunga mkono operesheni za kijeshi zinazoendelea kwa kushirikiana na mataifa hayo mawili yenye nguvu kubwa ya kijeshi. Hata hivyo, katika kile kinachoelezwa kuwa jibu kali na lisilo la kificho, Rais wa Marekani Donald Trump alidaiwa kupuuzilia mbali pendekezo hilo, akisisitiza kuwa hawana mpango wa kuhusisha vikosi ambavyo havina uzoefu wa kutosha katika vita vya kiwango cha juu. Nukuu kile ambacho Donald Trump alikiongea: "Hatuhitaji vikosi visivyo na uzoefu katika operesheni nyeti za kijeshi." Alinukuliwa akisema, akiongeza kuwa hali iliyopo si ya majaribio bali ni mapambano yanayohitaji utaalamu mkubwa wa kivita na sio vita msituni kama Waganda wanavyojua. Kauli hiyo imechukuliwa na wengi kama ujumbe wa moja kwa moja kwa jeshi la Uganda, huku Trump akisisitiza kuwa wanajeshi wa nchi hiyo wanapaswa kujiepusha na mgogoro huo na kuacha mataifa yenye uzoefu mkubwa wa kushughulikia hali hiyo na sio mataifa ambayo hayana uwezo wowote wa kijeshi. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema hatua hiyo inaashiria wazi namna mataifa makubwa yanavyodhibiti ushiriki wa kijeshi katika migogoro mikubwa, huku yakijaribu kuepuka kuingiza washirika ambao wanaweza kuongeza changamoto badala ya suluhisho. Kwa upande mwingine, kauli hiyo imeibua hisia tofauti, ambapo baadhi ya watu wameiona kama dharau kwa majeshi ya Afrika, huku wengine wakisema ni uamuzi wa kimkakati unaolenga kulinda ufanisi wa operesheni hizo. Hadi sasa kuna tamko rasmi lililotolewa na serikali ya Uganda kuhusu swala hilo, lakini macho ya wengi yanaelekezwa kuona hatua itakayofuata kutoka kwa Jenerali Muhoozi na mamlaka za nchi hiyo. Bana, mtazamo wako ni upo hapo chini, sema comment kwa hiki ambacho kinaendelea huko Mashariki ya Kati, ambapo Jenerali Muhoozi kutokea nchini Uganda, ambaye ni mkuu wa majeshi ya Uganda, alikuwa amejiingiza kwenye mzozo huo. Wewe mtazamo wako ni upo hapo chini, kama nilivyotangulia kusema hapo awali, dondosha hapo chini, utakometisha sana. Mr. Baro, that's my name. Fanya kusubscribe channel yetu au fanya kutufollow. Kama hujafanya hivyo, fanya hivyo sasa, utakometisha sana. See you another time.